Mheshimiwa Naibu Spika, huduma za zimamoto na uokoaji. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi 2026, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limezima moto na kufanya uokoaji katika matukio 4436 ambapo majeruhi 1713 waliokolewa. Katika mwaka wa fedha 2026/27, jeshi hilo litaendelea kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi ili kupunguza madhara yanayotokana na moto na majanga mengine. Mheshimiwa Naibu Spika, ukaguzi wa kinga na tahadhari ya moto. Hadi kufikia Aprili 2026, Wizara kupitia Jeshi la Zimamoto na Uokoaji imefanya ukaguzi wa kinga na tahadhari za moto na majanga mengine katika maeneo 62,100 ambapo kiasi cha shilingi bilioni 12.29 kilikusanywa sawa na 98.38% ya lengo la kipindi husika. Katika mwaka wa fedha 2026/2027, jumla maeneo 110,000 yalikaguliwa na shilingi bilioni 17 zilitarajiwa kukusanywa. Ununuzi na ukarabati wa fire hydrants. Mheshimiwa Naibu Spika, kutokana na uhitaji mkubwa wa mabomba maalum ya kuchukulia maji ya magari ya kuzima moto fire hydrants, hasa katika ngazi ya wilaya na halmashauri, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa kushirikiana na mamlaka za miji zinatekeleza mpango wa miaka mitano, yani 2025 hadi 2030 kwa ajili ya kufunga fire hydrants 4256 katika ngazi za wilaya na halmashauri zinazowezesha upatikanaji wa maji ya kuzima moto. Hadi kufikia Aprili 2026, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limeweza kupokea fire hydrants 56 kutoka mamlaka za maji zilizofungwa katika mikoa 13 nchini. Aidha, katika mwaka wa fedha 2026/2027, shilingi milioni 600 zimetengwa kwa ajili ya ununuzi wa fire hydrants 272. Mheshimiwa Naibu Spika, ujenzi wa vituo makazi ya askari wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Wizara kupitia Jeshi la Zimamoto na Uokoaji imeendelea na ukamilishaji wa vituo 7 vya zimamoto na uokoaji nchini. Hadi kufikia Aprili 2026, ujenzi wa vituo viwili umekamilika katika mikoa ya Njombe, Simiyu. Aidha, umaliziaji wa vituo 5 katika mikoa ya Manyara, Katavi, Geita, Kagera, Songwe unaendelea. Mheshimiwa Naibu Spika, vile jeshi limepokea shilingi bilioni 2.46 kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya zimamoto na uokoaji katika wilaya ya Gailo, Nzega, Sengerema pamoja na halmashauri za Chalinze na Mafinga na kufanya ukarabati wa kituo cha zimamoto na uokoaji mkoani Ruvuma. Aidha, katika mwaka wa fedha 2026/27, shilingi bilioni 10.6 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa vituo 7 vya zimamoto na uokoaji katika mikoa ya Dodoma, Kigoma, Kilimanjaro, Mbeya, Mwanza pia na Shinyanga. Mheshimiwa Naibu Spika, elimu kwa umma. Mheshimiwa Naibu Spika, hadi kufikia mwezi Aprili 2026, elimu na kinga na tahadhari ya zimamoto na majanga mengine imetolewa katika maeneo 23,327 yenye mkusanyiko mikubwa ya watu pamoja na kupitia vyombo vya habari na kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Katika mwaka wa fedha 2026/27, serikali imetenga jumla ya shilingi milioni 669.21 kwa ajili ya kukamilisha utoaji wa elimu kwa umma na kuhamasisha wananchi kujiunga na vikundi vya wazimamoto wa jamii.